Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante. Kwa majina naitwa Awadi Kalonga, ni katibu wa jimbo la Rungwe, lakini pia ni msaidizi wa Mheshimiwa Lissu katika shughuli zake za siasa. Nimekuja mbele yenu wa Tanzania. Mimi kama Tanzania mwenzenu nilikuwa nimekamatwa, nilipatwa na tukio la kukamatwa na jeshi la polisi. Lakini nawashukuru sana kwa jitihada ambazo mliweza kuzifanya kuhakikisha kwamba niwe salama. Mlipiga kelele, mliandika mitandaoni. Haya mambo ndio yaliyofanya kwamba niwe salama. Kwanza, jinsi lilivyokuwa limetokea ni kwamba nilikuwa nyumbani nikakamatwa. Baada ya kukamatwa nikapelekwa kituo cha polisi Tukuyu. Baada ya kupelekwa kituo cha polisi Tukuyu, usiku nikahamishwa kupelekwa Central. Nimekaa pale zaidi ya siku 7 Central, kwa kutuhumiwa na tuhuma za kuwa na milipuko. Ingawa baada ya mimi kutoka ndani nikakutana na tuhuma kwamba nilikuwa mchochezi, lakini kilichoniweka kule ndani ni milipuko. Na ukiwauliza milipuko ilikuwaje, hawakuweza kuniambia hiyo milipuko ilikuwaje. Lakini nimekaa pale kwa siku 7. Ilikuwa siku ya 8 walikuja kunichukua usiku kunipeleka mkoa wa Songwe. Mkoa wa Songwe niliingizwa kituo cha Mpemba. Nilikaa pale takribani siku 3, nikaletewa faili kwa tuhuma za mauaji. Kwa nikatoa maelezo ya tuhuma ya mauaji. Baada ya pale nikarudishwa ndani. Lakini nilipoendelea kuhoji, na washukuru sana Watanzania wenzangu, niweza kupiga kelele sana kiasi ambacho walishindwa kufanya jambo lolote zaidi ya kunirudisha tena Central ya Mbeya. Na washukuru sana viongozi wa mkoa wa Songwe, kiongozwa na mwenyekiti wa mkoa Isakwisa, ambaye aliongoza BAWACHA, aliongoza vijana, aliongoza wazee. Wote walifika kituo cha Mpemba kwa ajili ya kunifariji, lakini pia kunipa mahitaji ya muhimu ambayo yanahitajika ya kibinadamu. Kwa kweli nawashukuru sana watu wa Songwe, na mlipiga kelele sana kiasi ambacho RCO akaamua kunirudisha nilikokuwa nimekamatiwa mkoa wa Mbeya. Lakini katika hayo mapito yote mpaka leo sijaambiwa kosa langu ni nini na walikuwa na malengo gani. Kuna mambo ambayo walikuwa wamenihoji, siwezi kuyaweka hadharani kwa leo. Lakini kwa ujumla tu kwamba kila ambacho walikuwa wanakihitaji kutoka kwangu nadhani hawakufanikisha. Kwa hiyo lengo langu kubwa kuja mbele yenu wa Tanzania ni kuwashukuru sana 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 kwamba uhai wangu mimi ni Mwenyezi Mungu pekee ndiye anaweza akaamua. Lakini kwa kweli namshukuru Mungu aliniepusha katika hilo. Pia Watanzania hamkuwa tayari litokee, wakapiga kelele mitandaoni na mahali popote mpaka wakafika hatua ya kuniachia. Kwa hiyo viongozi wa Songwe, kama nilivyosema, nimewasilisha salamu zangu, lakini pia mkoa wa Mbeya ukiongozwa na katibu wa mkoa, lakini pia mwenezi wangu wa jimbo la Rungwe anaitwa Ngufi. Kwa kweli nakushukuru sana Ngufi, ulikifanya kazi ngumu kubwa ya kuhakikisha kwamba popote ambapo nakwenda ulikuwa pamoja nami. Nilihamishiwa Songwe, ulikuja, ingawa kulikuwa na taharuki kwamba RCO wa Songwe hakuweka wazi siku za mwanzo ambazo nilikuwa nimekamatwa kwamba mimi niko Songwe, ingawa nilikuwepo kwenye himaya yake. Lakini kwa kweli nawashukuru sana kwamba katika hilo mlichukua hatua kubwa ya kuweza kupiga kelele mpaka kaweza kusema kwamba alikuwa na mimi. Lakini pia shukrani zangu za pekee ziende kwa familia yangu. Mke wangu tulikuwa sambamba naye pamoja na ndugu zangu mbalimbali, lakini huku wanasheria wa chama pia walishiriki wakiongozwa na Mwakilima. Na washukuru sana, pamoja na Mwabukusi, nilipata salamu zako kwamba ulituma wanasheria wengi kwa ajili ya kunisaidia katika swala langu. Kwa Watanzania kwa kweli nawashukuru, na niseme wazi labda cha mwisho kwamba sisi kama Watanzania
au kama mimi kile ninachokiamini na ninakisimamia ndilo hitaji la wananchi. Hitaji la wananchi ni katiba mpya. Kwa hiyo tunapopigania kuhakikisha kwamba nchi yetu inaingia kwenye katiba mpya, huo sio uasi na wala sio uhaini. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba hii vita ukisema kwamba utawashinda wananchi ni ngumu sana. Cha msingi kama serikali jitafakari kuwaletea wananchi katiba mpya. Katiba mpya ndio itakayokuwa suluhisho katika haya mambo yote ambayo yametokea. Kwa hiyo ulikuwa ni ushauri wangu wa mwisho kabisa. Lakini ukisema kwamba utawaumiza watu, utawapeleka magereza, sidhani kama inaweza kuwa suluhisho. Na sidhani kama magereza mnaweza mkaitumia kama fimbo ya kuwadhoofisha wanaharakati kwa kile wanachokihitaji ambacho ni hitaji la wananchi. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu kwamba tufike mahali tuliangalie hili taifa na kizazi kijacho kwamba tunalipeleka wapi katika haya mnayoyafanya. Kututishia kupitia zile sero wala haiwezi kuwa suluhisho na wala haiwezi kuwa tiba. Tiba kubwa ni kuleta katiba mpya, kuangalia vijana wanahitaji nini, wazee wanahitaji nini. Nadhani hilo ndilo litakaloweza kusaidia, lakini pia kuhakikisha kwamba chaguzi zinafanyika ambazo ni za haki, sio chaguzi za kukolana, na ndio maana tunafika katika hatua hii. Kwa hiyo niwaombe wananchi kwamba mimi niwashukuru katika hii vita, mlipigana, mlipambana na mimi, nimefika mbele yenu kuwashukuru kwamba hii vita bado tuko pamoja na hatuwezi tukarudi nyuma kwa sababu ya sero ambazo wamezitengeneza kwa ajili ya kututesa sisi wanaharakati. Lakini pia niwatie moyo wananchi ambao wanapambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata katiba mpya na vitu vingine na usawa wa uchaguzi pamoja na madai mengine ambayo niwatie moyo kwamba msikate tamaa, msonge mbele. Ninaamini kwamba Mungu yuko upande wetu na tutashinda, kwa sababu kupigania haki sio uhaini wala sio ujambazi wala sio kosa lolote la jinai. Kwa hiyo niwaombe kwamba muendelee kupambana katika hilo ili kuhakikisha kwamba taifa letu linaondoka katika hatua iliyopo kwenda hatua nyingine. Asanteni sana. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.